Yes, mashabiki wa media Bukavu TV kwa muda wetu habari huyu wa jioni wa leo, na kama unavyonisikiliza mara moja kupitia media Bukavu TV, tunaokaribisha tena mara mengine kuwa pamoja na mimi mara kwa moja. Kama unakuwa pamoja na mimi kila mara, naendelea kushukuru zaidi mashabiki zangu. Na kwa sasa tena nimewakaribisha ndani ya media Goma TV, sababu televisheni ya media Goma TV na televisheni ya media Bukavu TV tunafanya kazi kwa umoja. Na kama unavyonisikiliza mara moja, kumbuka leo ni tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mashabiki zangu, katika muda huyu wa habari na ukaribisha kupasha habari zetu zinazoonekana katika ndani ya uwanja wenye mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kumbuka kwa sasa leo mashabiki zangu, acha kwanza tushukuru zaidi wale wote wanaokuwa pamoja na sisi katika habari mengi zaidi na kuendelea kusambaza taarifa zetu katika eneo zingine tofauti. Mashabiki kutokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wengine kutokea upande wa East Africa Community na Afrika nzima, na kuchukua mashabiki kutokea huko Ulayani, Amerika, Canada, Australia, Norvege, ndani ya Chicago na Belgique na Ufaransa, na nyinyi wengine yote mnavyonisikiliza kwa ujumla. Tuma ujumbe wako mara moja ndani ya media Goma TV, tuma ujumbe wako mara moja ndani ya media Bukavu TV, kwa sababu tayari tutapokea habari yako, tutapokea ujumbe wako moja kwa moja. Lakini kwa sasa habari tuko nayo, tuko na habari mengi ya kutangazia kupitia yote inapitikana kwenye uwanja wenye mapigano katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa vita imeendelea kuwa mbaya zaidi kati ya upande wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wanajeshi wa M23 wanaokabiliana kabisa zaidi katika maeneo yote tofauti. Lakini katika habari mengine tumepata kwa sasa katika mji wa Bukavu, na kuletea habari kutokea Bukavu kabisa. Bukavu kwa sasa, raia population wa Bukavu wanaanza kufanya manifestation, wanaanza kufanya reclamation, wanaanza kujirelome kwa sababu wamechoka na kuishi na wanajeshi wa M23 katika mji wa Bukavu, kwa sababu wanasema wengi wanafenziwa mambo sio mazuri, wengi wananyanyaswa na watu wengine wanauawa kwa njia ya halali, na wengine wananyanyaswa, wengine wanahusu ushuhuru. Kwa sasa hili ni jambo lenye raia kutokea Goma wametueleza tayari. Hizo ndio changamoto wanapata katika mji wa Goma, lakini mji wa Bukavu savani kidogo. Na tuna habari zingine kutokea huko Masisi. Habari tuko nayo mara moja, anayeitwa Bahati Rusango wa porte ama tuseme gouverneur wa Nord Kivu, kwa sasa anaendelea kufanya operation raia population kutokea maeneo yote wanayozingatia upande wa Masisi, na kufanya sensibilisation ili wajiromete, ili wapelekwe katika ndani kambi ya mafunzo ya kijeshi, kwa sababu kabisa gavana huyu anaendelea kusensibilize population mara kwa mara na kuambia wakaaji inabidi waungane ili wakombanishe serikali ya Felix Seketi ili waiondoe kwenye kiti. Hili ni jambo linaendelea kupatikana katika sekta mashariki ya Nord Kivu. Habari mengine nakuja kuletea upande wa Mudaka. Tumepata taarifa lingine kutokea Mudaka, na kuna habari zingine zenye tulipata kwa sasa, mutanisamee kidogo. Kuna habari zingine nilipata bado sijawatangazia. Habari zenye ziko ndugu zangu ni mingi zaidi. Kwa sasa habari zenye ziko zimekuwa ngumu zaidi. Kumbuka kuna maeneo M23 alikuwa amemiliki katika huko Kabare. Kuna barabara zingine M23 ilikuwa imezingatia, hakuna watu walikuwa kienda kazi, usafiraji hakuna, lakini hatua M23 walitoka walifungua hiyo barabara. Kwa sasa raia population eneo hizo walifurahia sana, na hata watembezaji wa pikipiki walifurahia, kwa sababu ni ile jina imenipotea ya hiyo kijiji. Kumbuka vijiji Kongo kuna vijiji vile vigumu sana kutaja majina, na sahau kidogo, sikuwa nimeandika hiyo jina vizuri, lakini hiyo ni taarifa. Wale wenyewe wanajua sehemu nazungumza wataweka comment tayari, waambie wengine mara moja. Na kuja kupeleka habari zingine, Kipupu. Mnakumbuka Kipupu, mapigano yameendelea kuwa katika eneo ya Kipupu, lakini katika habari tumekutanisha vizuri. Tangu vita ilianza ya Kipupu, kulionekana watu waliofariki karibu watu 25. Watu 25. Hii ndio media Goma TV inakuletea, na media Bukavu TV. Wale waliofariki Kipupu kwa hizo vita zilikuwa
watu 25, kuna wale blesse na wenyewe walifariki. Sasa tunasema watu 25 kati ya M23, kati ya Twirwaneho kuna wale walikufa, na upande ya serikali kuna wale tumeona, na jeshi la wazalendo kuna wale tunaona, mpaka raia ndani. Kwa sasa ni ile siweze kuwatajia jumla ya wanajeshi walikufa FARDC. Wanajeshi wazalendo ni wangapi wa M23? Kumbuka sisi ni media professional. Na habari mengine nakuja kupeleka kwa sasa, eneo naitwa Lweba. Lweba kumeshambuliwa leo tena. Lweba kumeshambuliwa leo tarehe 17 ndani ya kijiji cha Bikunji. Mashambulizi yameshambuliwa zaidi sana hizi eneo, kwa sababu wengi hawajui Lweba ni eneo ya Mwenga tu huko kwa ulayani Tombwe, ndio kuna jina inaitwa Lweba, na eneo na kijiji kingine kinaitwa Bukunji. Kumbuka Lweba ni sehemu ya uchimbaji wa madini inaitwa Kasterite, ndio zinakuaga huko. Kwa sasa hizo eneo kulikuwa mapigano tena. Haya mapigano yalikuwa tarehe 14. Leo tena mapigano imekuwa tena leo tarehe 10 na ngapi? 17. Ndio maana kupeleka moja kwa moja mashabiki zangu. Walikale tena mashambulizi yamewaka zamani. Walikale kwa sasa ndani ya eneo tofauti. Eneo inaitwa Kususu. Walikale eneo ya Kususu, wale wanaojua Kususu wanajua ni wapi. Mashambulizi amewaka tena huko. Saa 10 ilikuwa ni muda wa saa 8 na dakika 49. Mapigano amekuwa kali hapo kati la serikali la FARDC na waasi wa M23. Mashambulizi mengine yameonekana katika Mwenga tena jameni. Mwenga katika eneo inaitwa Isea na Kasinga. Vijiji hivyo. Sio kusema mapigano ya FARDC na waasi. Wavamizi wezi wanajiita kikundi najiitwa Lesemememe. Kikundi najiitwa Lesemememe ni watu wanaojitegemea. Kwa sasa limevamia katika eneo inaitwa Kiseke na kuingia. Kumbuka kuelekea Kiseke ni kuelekea Fizi. Huko nyote tena tumesikia mtuto wa risasi ya waasi hawa. Mashabiki zangu, nawaletea habari mengine kutokea katika ndani ya seta yenye uwanja mengine. Kwa sasa nakuja kuwapeleka habari zingine kwa sasa mashabiki zangu. Habari yenye imesumbua watu kwa muda mrefu sana. Eneo ya Mshimbake huko ni Baraka. Kwa sasa eneo ya Mshimbaki kumeonekana hewa sio nzuri. Eneo ya Mshimbaki kumeonekana hewa sio nzuri kwa sababu huko kumemilikiwa FARDC, jeshi la Ibu, wanajeshi wa wazalendo pamoja na jeshi la Burundi. Kwa sasa na njoo wamezingatia tayari Baraka ndani mpaka Fizi. Kumbuka vikundi hivi: wazalendo, FARDC, Ibu, Serpanoire, jeshi la Burundi, vikosi vitano. Haweze kujua ni wanani walivamia raia population, kwa sababu mtu yote akienda kuiba anatoa mango zake za kijeshi ili sioneshe alama kuwa ni mwanajeshi wa eneo fulani. Sijui kama unanielewa vizuri. Na kwa sababu kuna vitu vyenye nataka kufafanua vizuri, kwa sababu watu wengi wanajua kama uvamizi kiwa mahali zaidi watu wanaekelea hiyo lahama kusema ni wanajeshi wa wazalendo. Lakini kumbuka kitu moja, inaweza kuwa ni wanajeshi wa FARDC wanatoa mavazi zao ya kijeshi wanaenda kwa kuiba. Hauweze kujua ni wanajeshi la Burundi wametoa mavazi yao ya kuonesha kama ni jeshi la Burundi wanaenda kuiba, kwa sababu wanajeshi wa Burundi kwa sasa walishajua Kiswahili vizuri. Wanajua Kiswahili vizuri tena sana. Hauweze kutofautisha FARDC na jeshi la Burundi. Hauweze kujua ni jeshi la Ibu alitoa mavazi yake ya kijeshi la Ibu akaingia pale wakaiba. Kwa sasa kuna wengi wamelaumu sana jeshi la wazalendo kwa sababu hao ndio wanachukulia kama njoo wamwizi wao katika kikundi cha serikali, kwa sababu wazalendo ni watu mpaka kwa sasa sio waaminifu kwa serikali. Hili ni jambo la watangazia.
Wazalendo ni sio watu waaminifu mpaka kwa sasa ndani ya serikali, hata ndani ya jeshi la Burundi, hata ndani ya jeshi la Ibu, Serpent Noir. Jeshi la wazalendo ni watu wenye sio waaminifu katika chama hicho, na ndio maana unajipata kila kosa yote inaweza fanyika. Lahama itakuwa kusema inawezekana ni vikundi vya wazalendo. Mashabiki zangu, hilo ni jambo ninavyoyaletea, na kama unavyonielewa ama unavyonisikiliza, weka komenti yako na uniambie unanisikiliza kutoka upande gani. Lakini jambo lenye nawatangazia kuambia, mapambano yanaendelea, vita inaamuka sasa. Mara moja mulisikia kuna makamanda generale kuna habari zingine nilikuwa nikitaka kuwatangazia bado sikuimalizia. Watu wenyewe walipewa viekezo ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuahasi. Kuna generale Colonel Nanga. Colonel Nanga alipewa viekezo anayeitwa John M23 ndani. Colonel Nanga ni M23. Anaitwa Colonel Nanga. Mwenye anaitwa Johnny Manze Nzenze. FDLR, kuna ule mwenyewe anaitwa ndani ya kikundi cha FDLR. Kuna ule mwenyewe anaitwa kiongozi anaitwa Sebastien Mbabazi. Nani mwingine kwa sababu ni wawili kwa FDLR. Mwingine anaitwa Gistavi Kumbwayo. Gistavi Kubwayo ndani ya jeshi la Twirwaneho anaitwa